Tupo na Country Boy, tunapiga naye story mbili tatu. Country Boy, mambo vipi bro? Poa poa, ni aje? Kama kawa mzee. Swali. Bana, leo tupo kwenye Mac Juice for Mama. What's your comment kwa ile ambalo jamaa ameamua kulianzisha? Ni jambo zuri sababu tunavyokunywa hapa tunawasaidia wazazi wengine ambao wanahitaji misaada. Ni jambo kubwa sana, sio jambo dogo la kudharau. Ndio maana nimeweza kuona nimefika mapema sana because ni kitu kikubwa. Sisi pia tuna wazazi sometimes wanaumwa, wanapata maradhi, so kufanya kitu kama hiki ni kutia nguvu na kuhamasisha watu wengine kuwakumbuka wazazi wetu pia. So mimi kwangu nimechukulia ni kitu kikubwa sana, nimekiheshimu, ndio maana nimeweza kuwahi. Okay, na kwa upande wa wasanii labda hajawahi kufikiria kufanya chochote kwa ajili ya kuweza kusaidia ndugu zetu aidha walioko hospitalini? Kwa upande wa nyie wasanii labda mmeshafikiria chochote kufanya kitu kwa ajili ya msaada kwa watu ambao wapo kwenye matatizo? Nadhani wasanii wanafanyaga mostly, wanatoaga misaada, wengine wanaonyesha, wengine waonyesha. Unajua sio kila mtu anaweza kaonyesha anapotoa msaada. Lakini nadhani watu wengi sana wanafanya hivyo. Wanatoa misaada kwa watu wanapohitajika. Hata mimi natoa sana misaada. Umeelewa? Kwa watu yatima, watu wa mitaani, barabarani na kukutana nao, umeelewa? Kwa uwezo ambao ninao. So sipenda kuonyesha watu, lakini ninapotakiwa kuonyesha nitaonyesha watu, lakini waga natoa michango. Okay, Country Boy, kuna kipindi ulishatangaza kwamba wewe ndo father wa trap. Kitu ambacho pia watu walijiuliza wakaanza kudiscuss mambo mengi sana. Kipi ambacho wewe ulijiamini kuweza kuzungumza hilo ambalo ulizungumza? Nadhani ni kazi. Kazi nafanya mtu unakuwa mkubwa, umeelewa? Uwezi tu kuwa father hapo ufanye kazi. Na hao watoto wengine wote ambao unaona ni wadogo kwangu sababu walikuwa wafanye kazi. Mimi nimeifanya game ya trap iweze kuwa kubwa. Kuna watu walioanzisha game hii ilianza kwenye crank. Wakina CP walikuwa wanafanya, kina Sari watu kibao long time. Mimi pia nimefanya way back Macrank tangu 2007, umeelewa? Lakini nimefika stage ya trap ilikuwa ngumu kueleweka, so nimejaribu kuiforce quality na fashion. Unaona watu wanapendeza siku hizi, watu wanavaa vizuri, so hiyo pia ni nguvu ambayo tumeiweka katika game na kuaminisha watu kama ni muziki kwenye biashara ambayo mtu wote ukimwona smart anapendeza unaweza kumpa endorsements. Yeah. Okay, kwa kutokuingia katika au kutokuingia kwa msanii yoyote ambaye anafanya trap kwa katika tuzo za Afrima, wewe unahisi kwamba muziki wa Tanzania ambao wanafanya style ya trap unahisi kwamba hawajaonekana huko kwa wenzao tu bro? Hata hip hop pia, hip hop kwa ujumla haijaonekana. Trap ni aina tu ya muziki ambao represent hip hop, lakini hakuna hata msanii wa hip hop yoyote ambaye ametokea, which means ni kwamba support hip hop, amuipi nafasi hip hop game. Bado kuna ule nafasi mdogo ambao unashikiliwa na watu wakiamini kwamba sijui pengine game ya hip hop ina maadhi gani, lakini trust me, game ya hip hop ni game kubwa ambayo inaangaliwa na watu wengi. Ukiangalia shows za nje, shows za international levels, wasanii wakubwa na matajiri ni wana hip hop bro. So hii ni game ambayo ni biashara kubwa, lakini watu wataka kuifanya hiyo biashara kubwa. Kuna vikwazo vidogo vidogo, tumeelewa, lakini itafika time tujaribu kupush, tunajaribu kutumia uwezo wetu tunavyoweza, ndio kama hivi kupush game watu waweze kuelewa. Yeah. Tetesi ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi Country Boy ni kwamba muda sio mrefu utasainiwa Konde Boy. Hichi kitu ambacho kinazungumza ni kweli? Hapana. Kuna watu ambao wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Wao ndo Konde Boy hao. Wao ndo Konde Gang. Wamekwambia nani Konde Gang? Sema Country Boy atasainiwa kwenye kwambia hao ni Konde Gang, wamekwambia maneno ya mtaani. Kwenye mitandao vitu ambavyo vinasambaa. Mitandao si watu tu bro, hapana. Mimi niko under Rooftop Entertainment. Niko chini ya mkataba ambao unanifanya mimi nifanye kazi kwa muda wa miaka 10 na ndio kwanza nina miaka nao 3, Rooftop Son na miaka 7. Umeelewa? Otherwise kwanza ianze kesi ya kuvunja mkataba na Rooftop ndio tuanze kuongelea masuala ya mikataba na makampuni yoyote. Yes. Umekuwa karibu sana na Wasafi, umekuwa pia karibu na Harmonize. Yeah. Jamaa ameamua kuvunja mkataba katika lebo yake ya WCB. Wewe upo kwenye game muda mrefu. Unaweza kusema kwamba huyu jamaa anaenda kufeli au anaenda kufaidika katika maisha yake kwenye muziki? Mimi sio Mungu bro, na sipendi kuelezea vitu ambavyo sivijui na sijui vilipoanzia. So hiyo sina comment yoyote, lakini ninachojua mimi ni mwanamuziki ambaye na play part zote. Harmonize mwanangu, WCB wote ni familia yangu. So mimi part yangu ni kuhakikisha natengeneza muziki wangu pale ninapohitaji watu wote. Sipo katika kujua huyu anafanya kitu gani, wala sitaki kujua Harmonize anakaa wapi, wala Diamond anakaa wapi, wala sina anakaa wapi. Sitaki kujua. Nitakapomvutia wewe kama yuko studio na dondoka, that's only man. Yeah. Watu wanavyosema kwamba wasanii ambao mnafanya trap kwa hapa Tanzania mna minato mingi kwa sababu unyamwezi umezidi. What's your comments kwa hili? Yeah, unyamwezi ukizidi pia sio mbaya. Minato pia ni moja kati ya swag, so sio mbaya. Yeah, ni katika tu kuleta mbwembwe kidogo. Kwa mtu akisema una nato anamwambia yes man, for real. Bada pamoja sana sana bro.